Haleluya, mtu wa Mungu, tazama na kujia kwa wakati mwingine tena. Sema kidogo kwamba uthamani wa mwanadamu, uthamani wa mtu, uthamani wa mwanadamu, uthamani wa mtu umo katika wokovu. Uthamani wa mtu, uthamani wa mwanadamu umo katika wokovu, umo katika kutenda sawa sawa. Uthamani wa mwanadamu, wa mtu umo katika wokovu, umo katika kutenda sawa sawa na ilivyompasa atende, sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwingine kote ni kujisumbua, kwingine kote ni kujilisha upepo, kwingine kote kutafuta vingine vyote si dhambi, lakini kutafuta vingine vyote pasipo kuanza na Mungu, vingine vyote ni kujilisha upepo, vingine vyote ni kujisumbua. Hakuna aliyekuwa na vitu, hakuna aliyekuwa na mali vinavyoitwa mali ambaye uthamani wake ulipita juu ya mcha Mungu, juu ya aliyemcha Mungu kweli kweli, juu ya aliyemcha Mungu. Hakuna aliyekuwa na mali ambaye uthamani wake ulipita juu ya aliyemcha Mungu kweli kweli. Hata kama huyo alikuwa na thamani, basi uthamani wake ulitegemea sana vitu, lakini nje na vitu, basi thamani yake iliishia hapo. Lakini amchaye Mungu, uthamani wa kweli umo katika wokovu. Thamani ya kweli imo katika kumcha Mungu kweli kweli. Yani yenyewe uwe na vitu usiwe navyo, bado uthamani hauwezi ukashuka. Uwe na vitu, uwe na mali usiwe nazo, bado thamani yako, thamani ya mtu, thamani ya mwanadamu lazima iwe juu sana, na kiwango cha juu sana, kwa sababu uthamani uliomo katika wokovu hautegemei wewe kuwa na vitu ama kuto kuwa navyo. Hautegemei wewe kuwa na vitu ama kuto kuwa navyo. Ndani ya uthamani, ndani ya wokovu ndimo imo furaha, imo amani, umo uvumilivu, umo wema, umo upole, na mengine kadha yanayofanana na haya. Thamani ya mtu, thamani ya mwanadamu imo katika wokovu, imo katika kutenda sawa na mapenzi ya Mungu, sawa na mapenzi ya Mungu. Ngoja nikuoneshe hapa Isaya 57 mstari wa 20. Isaya 57 mstari wa 21 nasema, hapana amani kwa waovu, asema Mungu wangu. Hapana amani kwa waovu, hapana amani kwa waovu. Uthamani wa mwanadamu umo katika wokovu. Hapana amani kwa waovu. Mtu ama mwanadamu huyu akikosa amani, hapana amani kwa waovu. Maana kilichomfanya asiwe na amani ni maovu. Sasa hauwezi ukawa na thamani. Thamani yako itategemea sana wewe kuwa na vitu. Ni automatiki, vitu hivyo vikitoweka, basi thamani yako imeishia hapo. Mimi nakwambia thamani ya mwanadamu imo katika kumcha Mungu, imo katika wokovu, imo katika kutenda sawa sawa.
imo katika mema mengi mengi mengi. Ukiona wakina Nehemia, wakina Esther, wakina Ayubu, ukiona wakina Ezekieli, wakina Danieli, wakina Shadrach, Meshach na Abednego, ukiona wakina Yona, uthamani wao haukutegemea vitu. Uthamani wao ulitegemea sana wao kumcha Mungu. Uthamani wao ulitegemea sana wao kulicha jina la Bwana sawa sawa, kweli kweli. Akina Petro, akina Paulo na wengine kaza wa kaza, uthamani wao haukutegemea wao kuwa na vitu. Kuwa navyo si dhambi kama akianza Mungu, ila kuwa navyo pasipo Mungu thamani haiwezi kudumu. Itategemea sana kuwa na vitu. Vitu vikitoweka, uthamani umekwisha. Sasa thamani yako, thamani ya mtu, thamani ya mwanadamu imo katika wokovu, imo katika kumcha Mungu. Thamani ya mwanadamu imo katika kutenda, kuishi sawa sawa, kunena sawa sawa, kufikiri, kuwaza sawa sawa. Thamani ya mwanadamu imo humo. Nje na hapo kutafuta kuwa na mali, kuwa na chochote cha ulimwengu huu ili ndio uwe na thamani, ili idumu, pana. Uthamani wako utakuwa kwa sababu una vitu. Lakini thamani idumuyo, thamani idumuyo ni ile ambayo ni yatokana na kumcha Mungu, kutenda sawa sawa, kuwaza, kunena sawa sawa, kufikiri sawa sawa. Neema Kristo iwe pamoja nawe. Takuchia wakati mwingine tena. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani, anasema tengeneza njia ya Bwana na uyanyoshe mapito yake.